Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumanne, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Mathayo, sura ile ya 7, aya ya 6 na aya ya 12 hadi ya 14. Nitaisoma. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao, wakageuka na kuwararua. Basi yeyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni vivyo hivyo, maana hiyo ndiyo Torati na manabii. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika Agano la Kale, kitabu cha Walawi sura ile ya 11 na pia Kumbukumbu la Torati sura ile ya 14, Mwenyezi Mungu katika kuweza kuwaelekeza wanafunzi au wana wa Israeli kupitia Musa, aliorodhesha baadhi ya wanyama ambao ni safi na wanyama ambao sio safi. Mbwa na nguruwe wakawekwa katika kundi la wanyama ambao ni wachafu, hawafai kupelekwa katika ibada, hawafai katika mazingira ya kawaida kwa Mwebrania au kwa Myahudi yeyote yule. Kwa nini? Mbwa alikuwa ni mnyama ambaye anasimama katika mambo ya fedheha ya uasherati. Nguruwe ni mnyama ambaye ni mchafu, ambaye si safi, ni mchafu katika suala zima la maadili. Yesu Kristo kwa wanafunzi wake ananukuu maneno kutoka katika kitabu kile cha Walawi sura ya 11, anasema, katika maisha yenu msije mkawapa mbwa kilicho kitakatifu. Kuna watu ambao sio safi katika maadili yao, ambao wana mambo ya uasherati. Usije ukatumia muda wako mwingi sana katika kuweza kuwakabidhi mambo ambayo ni matakatifu. Kwa asili Yesu anasema mwisho wao watakugeuka na baadaye watararua hata kile kizuri ambacho uko nacho. Unaweza katika maisha yako ukatumia muda mwingi kuweza kumsaidia mtu, lakini ndani mwake ana roho ya kutokuwa safi, na baadaye akaja akakuchafua na wewe ambaye uko safi. Ndio Yesu alikuwa anamaanisha hivyo. Usitumie muda wako katika kuweza kuwapatia lulu hao nguruwe, ambao watu hawa nguruwe maanake katika maadili yao si watu wazuri. Utakapowakabidhi yale mambo ya kiroho, utakapowapatia nafsi yako kwamba hao watu watakuwa ni wema, mwishowe watakuja kukuharibu. Yesu anawaambia wanafunzi wake waweze kuwa makini katika hilo eneo. Na hadi leo, kama umeamua kuweza kuwa mfuasi wa Kristo, linda nafsi yako dhidi ya watu ambao kwa nje wanaonekana kwamba ni wazuri, lakini mambo ya uasherati yamejaa ndani mwao na hawana maadili mazuri. Wana roho ya mbwa na wana roho ya nguruwe. Yesu Kristo akatoa neno gumu ambalo wataalamu wengi wamesema kanuni ya dhahabu. Kanuni hii ya dhahabu ambayo Yesu anakuja kuizungumzia leo ni kwamba unalotaka wewe kutendewa, mtendee mwingine. Ninachotamani mimi nitendewe, nimtendee mwingine. Natamani upendo kutoka kwa watu, mimi mwenyewe niweze kuwa wa kwanza kuwapenda watu. Natamani mimi niweze kuishi maisha ya usafi, basi mimi mwenyewe pia niweze kuwa safi kwa watu wengine, niwatendee wengine. Unatamani katika swala zima la mafanikio uweze kuwa mtu mkubwa baadaye, basi
hakikisha kwamba unafungua njia ya watu wengine kuweza kufanikiwa. Katika hali hiyo, Yesu anatoa shule kubwa kwamba mwanadamu anapoishi hapa duniani ajiepushe kuwatendea watu wengine yale ambayo asingependa kutendewa. Nijitahidi sana katika maisha yangu nijiepushe katika kuwatendea watu wengine mabaya ambayo mimi sikutamani kuweza kutendewa. Jiepushe sana katika safari yako ya maisha kwamba umepewa dhamana ya kila mtu unayekutana naye mbele yako. Ukiona kila siku kuna watu wanalia, unawafanya wengine walie, unawafanya wengine waweze kuwa na huzuni, unawafanya wengine wakate tamaa katika safari ya maisha yako, basi utambue jambo hilo litakuja kukurudia wewe. Lakini unatamani faraja, unatamani utulivu, unatamani amani, unatamani upendo, anza kuweza kuwa faraja kwa wengine, anza kuweza kuwa na utulivu kwa wengine, anza kuanza kuwainua wengine. Maisha yako, maisha yangu nisijiangalie mimi, bali niweze kuangalia wengine. Hiyo inaitwa kanuni ya dhahabu. Na hii katika dunia sasa ambayo imejaa chuki, imejaa magomvi, imejaa kutokuelewana, watu wanakata tamaa hadi wanajinyonga, ni kwa sababu hatujawatendea wengine wema. Asilimia kubwa ya manunguniko ya watu wengine wana magonjwa makubwa mazito, ni kwa sababu fulani alimtendea mabaya. Wengine wana vilema vya maisha kwa sababu kuna mtu alimtendea mabaya, kwa sababu kuna mtu hakutaka katika swala zima la kuweza kumwona kwamba huyu naye ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa kanuni hii ambayo Yesu Kristo anaizungumza ni kwamba mwanadamu yeyote ambaye anaishi hapa duniani anaweza akaifuata hata kama ana dini. Akitenda haya atakuwa ametekeleza ile inayoitwa sheria ya dhahabu ya kuwatendea wengine. Baada ya Yesu Kristo katika Injili anasema mwanadamu anapoishi hapa duniani amefungwa katika swala zima la chaguo. Yaani kama alivyozungumza Musa katika ile Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 aya ya 15 mpaka ya 20, akasema mbele yako nimekuwekea leo uzima na mema, nimekuletea mauti na mabaya. Hivyo chagua uzima, uzao wako upate mafanikio, upate kuweza kuishi. Ukichagua mabaya, uzao wako utaangamizwa. Yesu anasema kwamba njia ambayo watu wanaenda katika uzima ni nyembamba, lakini njia ambayo inaenda katika upotevu ni njia pana. Kwamba kuna njia pana rahisi ambayo watu wengi sana wamejaa huko. Hii mwisho wake ni uharibifu. Ukiona kitu ambacho watu wengi wanakishabikia, watu wengi wamejaa huko, utambue mwisho wake ni uharibifu. Ukiona kuna njia ambayo ni wachache wanakwenda, watu hawaipendi, Yesu Kristo amesema hiyo ndio njia nyembamba, mwisho wake kuna uzima. Kwa lugha nyingine kwamba kufikia ukuu wa hali ya juu lazima ufanye kazi ngumu. Ukuu ni matokeo ya kazi ngumu. Yesu Kristo anatufundisha kwamba hakuna kinachopatikanika bila nidhamu. Wachezaji wengi tunaowashabikia katika mambo mbalimbali ya mpira, wanariadha wengi mashuhuri hapa duniani walitembea katika njia ya nidhamu kubwa, wakajinyima katika njia nyembamba. Wengi hawakuitaka. Leo wana majina makubwa. Watakatifu wengi ambao tunawafuata, hadi tumewapatia watoto wetu majina ya watakatifu, hadi tumeingia katika vyama vya kitume kupitia watakatifu hao, walitembea katika nidhamu kubwa ya kujinyima. Hawakuwa katika makundi ya watu wengi. Na Yesu Kristo amesema kwamba tukiingia katika mlango huo mwembamba ambao njia yake imesonga, ambayo inakwenda kwenye uzima, wengi hawaioni. Je, njia yako wewe ikoje? Ni njia ya makundi? Leo hii watu wengi wanakwenda wapi? Ni wangapi ambao wanatembea katika njia nyembamba ambayo si njia ya kujulikana?
Ni wangapi leo hii akifanya kitu hata katika swala zima la huduma, nataka niweze kujulikana kwa watu. Ni wangapi leo hii katika kuweza kutenda mema, sitaki kuweza kujulikana, nijifiche. Chagua njia ambayo wengine hawaendi, jifiche huko, utapata uzima. Ukienda katika njia ya makundi mengi, unatafuta wafuasi wengi, unatafuta followers wengi, utambue njia hiyo katika safari yake unaenda kuangamia. Na ndivyo Yesu alivyozungumza. Leo fanya kama alivyozungumza yule Yoshua katika ile kitabu cha Yoshua sura ya 24 ile aya ya 14. Alisema Yoshua, chagua leo ni nani tunaweza kumtumikia. Ni njia ile ya wafuasi wengi au ni njia ile ambayo Yesu anatamka kwamba ni njia nyembamba inayotupeleka kwenye uzima? Tembea katika njia ya Bwana, usitembee katika njia ya makundi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.